Karibu katika episodi ya pili. Tuliweza kumshuhudia Mwamba Chaun akiwa anamfuatilia bidada Soha hata katika maeneo ya mapoli ambako kuna kesi ya mauaji imeweza kutokea. Kama bado hujatazama episodi ya kwanza, basi unaweza kugusa alama ya pop up inayotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa skrini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na baada ya kupiga simu ndipo aligundua kwamba mwili wa huyu mtu kumbe ni mwili wa jirani yake na bidada Soha. Na jamaa alichanganyikiwa sana kwa sababu katika ile helmet kuna ushahidi wa matukio yote ya kimiujiza yanayofanyika nyumbani kwake jamaa. Sasa Mwamba Chaun akawa anapendekeza na kutoa ushauri kwamba wahangaike sana kuipata ile helmet kwa sababu ile helmet kwa sababu ina kamera basi itakuwa ni rahisi kujua ni nini ambacho kimeweza kusababisha kifo chake. Bidada Soha akiwa ndo head wa department akatangaza pale kwamba uchunguzi utakwenda kufanyika, lakini wameweza kukuta mwili wa mtu ambaye baada ya uchunguzi watakwenda kutoa ripoti kamili nini chanzo cha kifo chake. Lakini Mwamba Chaun alimhamasisha bidada kwamba wanatakiwa kuipata hiyo helmet mapema kabisa ili aweze kufuta zile video zake, baada ya hapo waendelee kufanya uchunguzi kujua nini chanzo cha hicho kifo cha huyu Mwamba. Kwa sababu Mwamba Chaun hataki kabisa siri yake ya namna ambavyo ushirikina wake unafanya kazi uweze kugundulikana. Kwa jamaa anataka iwai hiyo element afute matukio yote kisha aweze kuirejesha ili uchunguzi uendelee kufanyika. Hasa huku mtaani bidada Soha anahangaika sana kuulizia kila sehemu. Je, hapa Mwamba Somini alipitapo mitaa hii? Basi kila sehemu ambapo anaulizia anaambiwa kwamba alipita ndio, lakini alielekea upande wa kule. Sasa unakumbuka siku ya jana Mwamba wakati anabishana na mizimu ndani ya gari alikuwa amegonga kitu kama dustbin hivi, alafu akashuka na akaja kugundua alikutana na mzimu fulani hivi. Hasa katika eneo lile lile kulikuwa kuna pikipiki ambayo ilikuwa imepata ajali, na hii pikipiki ndio ya yule jamaa ambaye ni jirani yake na bidada Soha, kwa maana yule jamaa mtu wa delivery. Lakini pia wote tunakumbuka kwamba Mwamba jana alipokuwa ameweza kupata ile ajali ndogo ya kugonga dustbin aliweza kukutana pia na mzimu yule jamaa, na jamaa alikuwa anamwambia bana, naomba umpelekee mke wangu zawadi, ila jamaa akakataa. Sasa bidada Soha akagundua kwamba kulikuwa kuna kipande cha kama taa ya kioo ya gari hivi, alafu katika eneo hili ile pikipiki inaonekana ilikuwa imegongwa na gari, na bidada Soha akawa anakumbuka kwamba katika gari ya Mwamba ni kama taa yake ilikuwa imeweza kuharibika. Kwa kuruka nyepesi akaanza kuunganisha matukio. Hii pikipiki iko katika eneo la ajali na ile gari ya jamaa inaonekana pia imeharibika taa. Bidada akapata shaka isije ikawa Chaun anahusika katika mauaji ya huyu jirani yake. Alafu akimwangalia Chaun namna anavyoihangaikia hiyo element, akawa anahisi kabisa kwamba kuna uwezekano huyu akawa anahusika katika hili tukio. Na bidada Soha bila kupoteza wakati moja kwa moja akatimba kwa Mwamba Chaun akamnyoshia bunduki. Na hapa ndio pale ambapo tulikuwa tumeanzia movie yetu. Yale matukio yote baada ya kuona kwamba kuna mtu anazuia risasi, kuna mtu anazuia moshi, lakini kuna mtu ambaye anakuja kuzuia mpaka kirungu. Ndio bidada akawa anamuuliza Mwamba kuna shida gani? Jamaa akamnongoneza bidada kwamba nina uwezo wa kuiona mizimu na kuicontrol pia, na sababu ya kuitafuta hiyo helmet ni kwa sababu ndani yake kuna video zinavyoonyesha namna ambavyo mizimu yangu inafanya kazi, kitu ambacho sijataka kabisa watu wengine waweze kujua. Lakini bidada akasema mimi siamini kabisa masuala yako ya mizimu, ninakuhisi wewe utakuwa unahusika na yale mauaji. Basi Mwamba akaiamuru mizimu iweze kumbeba bidada katika sofa na imchezeshe kidogo. Basi bidada alipiga kelele sana huku, jamani nimeamini tayari nishusheni. Basi mwisho wa siku yakawa ameweza kumshusha bana. Bidada Soha alisema ni kweli naamini kwamba unaweza ukaona mizimu na kuicontrol, lakini bado nakuhisi kwamba utakuwa unahusika katika mauaji. Lakini Mwamba Chaun akasema yeye yuko tayari kumsaidia bidada mpaka kuipata ile helmet, lakini anatakiwa ampe sharti moja tu kwamba kama ile helmet itapatikanika bidada anatakiwa kuzifuta picha za Mwamba kwanza, alafu ataacha picha nyingine hizo za kufanya uchunguzi. Na Mwamba akazidi kumhamasisha bidada kwamba hataki kabisa swala la siri yake na mizimu iweze kuvumbuka. Basi wakiwa kwenye gari wanaelekea nyumbani, Mwamba Chaun akaendelea kuipa majukumu ile mizimu yake na kuipa maelekezo namna gani, namna ya kufanya, wapi waende kutafuta na vitu kama hivyo yani. Sasa bidada anageuka nyuma anagundua Mwamba anaongea kama peke yake hivi. Lakini Mwamba akasema anaongea na mizimu yangu. Basi akaitambulisha ile mizimu kwamba hapa kuna fulani fulani na fulani. Bidada akasema sawa bana, japokuwa natakiwa nikuamini hivyo hivyo, sina namna. Kwa hiyo mizimu ikapewa kazi ya kuelekea kituo cha polisi kwenda kupeleleza na kuvizia kila taarifa ambayo inaingia kutaka kujua ni kuna matukio yoyote ambayo yanaashiria kwamba helmet imeweza kupatikanika. Alafu bidada Soha pamoja na Mwamba Chaun wao wakaelekea katika nyumba ya Mwamba Minho. Yule jamaa alikuwa amepata ajali. Sasa kuja kutafuta je sije ikawa alikuwa ameacha helmet nyumbani, watu cheki huku kwake. Na sasa wakiwa humu ndani wakawa nasikia kana kwamba kuna mtu analia. Ikabidi haraka sana Chaun kupanda gorofani moja kwa moja mpaka juu kabisa. Akakuta kumbe ni Mwamba Minho yuko analia bana. Lakini Mwamba Minho kumbuka kwamba ni mzimu, kwa bidada amuoni kabisa, anaona kama vile Chaun anaongea peke yake. Na Chaun akaanza kusema ni nani aliyeweza kukua? Lakini Mwamba anasema mimi sikumbuki, lakini nakumbuka niligongwa tu na gari, ila aliyenigonga simkumbuki. Hasa bidada anaona kama Mwamba anaongea peke yake, kwanza akatoa pingu, akaona huyu jamaa sija akawa anachezea huyu. Lakini Mwamba akasema bana, mimi namuona vizuri huyo Somini, vizuri kabisa na ninaongea naye hapa, hebu twende kwa mke wake kwanza. Basi wakawa na mhoji mke mtu maswali kadhaa hivi na Mwamba anayajua hayo majibu yake yote. Ndio bidada akaanza kuamini kwamba jamaa kweli huenda anaona mizimu huyo. Sasa wakabidi kuondoka hapo nyumbani. Lakini Mwamba Chaun akakumbuka kitu kimoja kizuri sana. Akasema kama mzimu ulikuwa umeweza kufa kwa kugongwa na gari, kama ukiweza kugongwa na gari tena mara ya pili, kumbukumbu zake zinarudi vile vile na kuweza kuona nani aliyekuwa amemgonga.
kumgonga. Basi wakamwambia mzimu Minho aweze kusimama katikati ya barabara ili wamgonge tena na gari, atakumbuka kila kitu. Hasa kabidi Mwamba Chauni kuweza kukoleza gari yake spidi 120, akaanza kuikimbiza. Mwamba alipoona ile gari inakimbia kumfuata vile, akaanza kuogopa, si akakwepa ba. Mwamba Chauni alimaindi sana, akashuka kwa hasira pale, akasema wewe fala, unaogopa nini? Unaogopa utakufa au? Mwamba kajisahau kabisa, tunaogopa ndamwachaje mke wangu. Akamwambia wewe fala ni usha dedi hapo, hata tukikugonga na gari ufi. Jamaa kajitia moyo hivyo, sawa bana. Basi Mwamba Chauni akaenda kuikoleza gari kwa mara nyingine tena, spidi 120, anamfuata jamaa. Jamaa akafumba macho, lakini ghafla tu kuna lori moja likaja kumgonga. Ndio jamaa akakumbuka kwamba kuna mtu alikuwa amemgonga, lakini alipokuwa amegongwa na gari alikuwa bado hajafa, ila yule mtu kwa kuhofia akawa amembeba jamaa akampeleka katika maeneo ya mapori akamtupa kule. Kwa hiyo Minho alienda kufia kwenye mapori kutokana na hali mbaya aliyokuwa nayo. Kama jamaa angempeleka hospitali, basi huenda Mwamba wetu angekopo mzima mpaka dakika hii angelea ujauzito wake. Sasa bidada Soha ikabidi kuuliza plate namba yake ilikopo ngapi hiyo gari. Jamaa akasema ilikopo ni 1400. Basi bidada Soha moja kwa moja akaenda kutafuta na akagundua kwamba kuna location ambapo gari ya 1400 ipo. Hasa ile kwenda kuicheki gari yenyewe 1400, wanagundua kwamba ni gari ambayo ipo garage muda mrefu sana, yani sio ya leo wala sio ya jana. Lakini wakiwa hapo garage, kuna gari moja ilikuwa inapita mitaa hiyo, alafu kuna mtu ambaye ni kama alikuwa na wasiwasi baada ya kuweza kumuona afande, akamsalimia tu pale, akasema bana, nimekuja kuleta gari yangu garage hapa ifanywe service. Wakamwambia sawa bana. Lakini jamaa baada ya kuingia ndani, si akageuza kona akaanza kurudi alikotokea. Wakapata mashaka, huyu isije ikawa anahusika na tukio zima. Lakini baadaye wakaamua kurudi katika eneo la tukio ambapo ajali ilikuwa imeweza kutokea. Kumbuka kwamba katika eneo hili kulikuwa na kakipande fulani hivi cha taya ya gari, na moja kwa moja bidada akampa mtu wa mtaalamu kabisa wa kuweza kudadisi magari, na walikuja kugundua kwamba hichi ni kipande cha gari ya Mwamba Chauni. Chauni tena bidada akabaki anashangaa, sasa Chauni tena kivipi, wakati Chauni ndio yuko kuhangaika kutafuta hiyo helmet, lengo afute picha ambazo zinahusiana na matukio yake ya kimiujiza pekee. Bidada akaanza kupata kigugumizi, nini ambacho kinaendelea, ama Chauni anahusika ila ananizuga tu. Lakini wakaanza kupata shida kidogo, wakapata wazo moja kwamba isije ikawa hilo gari ambayo ilikuwa imepata ajali ipo katika gereji ile ambayo sisi tulikuwa tumeweza kuelekea. Basi wakajikuta tu wanapata wazo ya kuweza kurudi tena katika eneo la tukio. Ile wanafika tu wanagundua kuna gari nyeusi ambayo Mwamba alikuwa ameiona. Sasa kumbuka kwamba jamaa alipokuwa amegongwa na gari mara ya pili aliweza kuiona gari nyeusi. Sasa wakakuta huyu mmiliki wa gereji yuko kuivunja ile gari. Bidada akakimbia haraka sana kuangalia kule ndani ya gari, ndio akagundua kwamba kulikuwa kuna helmet. Akataka kuichomoa ile helmet lengo aweze kuitoa, lakini gari ndio hivyo bana, ilikuwa inatakiwa kusagaswaga. Kwa hiyo Mwamba Chauni akaenda kumtoa bidada haraka sana. Bidada alipotoka hapo, moja kwa moja akamfuata huyu mmiliki wa gereji, akamwambia wewe hapo inaonekana umehusika katika tukio la mauaji. Jamaa akasema mimi natukio mauaji kivipi yani? Kwa sababu siku ya jana mimi nilikuwa nakunywa pombe na mkuu wako wa kazi, yani mkuu wako wa kituo. Alafu level yako wewe ni ndogo sana, upaswi kunioji mimi. Kama unataka mimi nifanywe mahojiano, tafuta maafande wenye hadhi ya kwangu bana. Lakini bidada aliposikia tu mkuu wa kituo amehusishwa, basi moja kwa moja akajikuta amekosa kabisa nguvu ya kuendelea kufanya uchunguzi. Moja kwa moja akaenda kwa Minho akasema, samani, nilimwahidi mke wako kwamba nitafanya uchunguzi kujua chanzo cha ajali, lakini nisamee, siwezi sasa hivi. Alafu bidada Soha kwa kitendo cha kushindwa kabisa kukamilisha operation hii alijisikia vibaya sana. Bidada aliishia kulia tu. Sasa Mwamba alipomuona bidada alipata huzuni sana. Lakini Mwamba Chauni akasema hata kama jamaa ameharibu ushahidi, hata ile element ameweza kuivunja, lakini mimi nina njia ya kuweza kuhakikisha kwamba jamaa atakwenda kukiri wazi kosa lake. Mwamba si ana mizimu bana, moja kwa moja akaiagiza mizimu kumchezesha mazonge huyo mzee. Kama ndio yeye, basi hakika atakwenda kukiri kosa lake yeye mwenyewe. Basi mzee usiku akiwa anajiandaa kuelekea kulala, akaanza kusikia mara kabati linatikisika, mara kuna taa zinawashwa na kuzima. Akashtuka kidogo, akaanza kuangalia mara mbili, jamani kuna nini huko, kuna wageni? Ghafla tu kuna mzimu ambao ulikuja ukiwa umevalia helmet pamoja na nguo nyeusi, ukamfuata mzee. Mzee kukuta kwamba kuna mzimu ambao hauna kichwa, alichanganyikiwa sana, akaanza kukimbia nje ya jengo. Na Mwamba akawa amekutana na bidada yuko nje ya jengo. Basi moja kwa moja akawa anamwambia bidada, samani bana, nataka nikakiri kosa langu niloweza kulifanya, nipeleke kituo cha polisi haraka sana, hapa nyumbani sio pazuri. Na mmiliki wa gereji alikiri wazi kwamba yeye ndo aliweza kuhusika katika mauaji ya Mwamba Minho na alikwenda kumtupa katika maeneo ya mapori. Basi pale bidada akamtia pingu, akampakia kwenye gari moja kwa moja mpaka katika kituo cha polisi. Na Mwamba Chauni baada ya issue yake kukamilika, basi moja kwa moja akarudi katika kazi yake, akaendelea kuzitafuna tu pesa kutokana na mikoba ya babu yake. Moja kwa moja bana, mchezo wa siku ya leo ni kuzichezesha kadi. Akigusa tu hivi mkono, kadi zinaruka juu kama zote yani. Akizungusha mkono, basi kadi zinaanza kuzunguka. Kumbe bana, kuna mizimu kibao hapa inazunguka inazidi kuzichezea zile kadi. Kwa watu wanaamini kwamba Mwamba ana uwezo mkubwa sana. Kumbe bana, anasaidiwa na mizimu kama yote. Sasa Mwamba baada ya kupiga pesa kama zote kutokea kwa watu ambao walikwenda kuangalia miujiza yake, akawa anatoka pale, mizimu imefurahi kwa sababu siku ya leo itakwenda kula msosi mzuri. Taarifa katika vyombo vya habari zikawa zinampongeza sana bidada Soha kwa kuweza kufanya operation ngumu sana iliyoweza kufanikisha kumkamata mtu ambaye alikuwa ametupa mwili katika mapori, jambo ambalo lilikuwa ni gumu sana kuweza kufikirika kwamba mtu angeweza kukamatwa. Lakini kama unakumbuka, katika maeneo ya vijijini kuna mama mmoja aliwahi kumwambia Mwamba
kumwomba Chauni kwamba hatoweza kutoboa na kukimbia mbali na mikoba ya babu yake. Lazima ailisi mikoba ya babu yake na kuanza kufanya kazi ya kukamata mizimu. Mambo hayo yote mazuri tutakwenda kuyapata katika episode ya 3 ya recap yetu. Ni kusii kama bado hujagusa alama kusubscribe ufanye hivyo. Kumbuka kwamba tutakapofikisha like 300 tu basi kazi hii episode ya 3 inaendelea. Mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max.